Kwa jinsi Mungu alivyoiumba akili ya mwanadamu, kwa jinsi ambavyo Mungu alivyoiumba akili ya mwanadamu, ukipata muda wa kutazama, kuiangalia kwa jicho na lensi ya Mungu, unagundua mengi sana ambayo yanaogopesha. Kwa jinsi ambavyo, kwa jinsi Mungu alivyoiumba akili ya mwanadamu, moja, utagundua akili ya mwanadamu ni fumbo gumu sana na ni siri, it is secret. Neno zuri zaidi ambalo nafikiri linakuwa na uzito zaidi neno mystery. Mystery manake ni kitu ambacho huwezi kukieleza, kukichambua, kukifahamu, kukielewa kwa kutumia akili za kibinadamu. Na ndo maana kama unataka uielewe akili ya mwanadamu, upana wake, kina chake, urefu wake na siri zilizomo ndani ya akili ya mwanadamu, hauwezi ukaielewa akili ya mwanadamu kwa kutumia akili za mwanadamu. Akili ya mwanadamu ili uielewe, lazima uwe na akili ya kiungu ili kusaidie kuona kilichomo kwenye akili za kibinadamu. Wanasuka sana. Madaktari wamefanya study nyingi juu ya brain, juu ya akili. Wana psychology, wana falsafa, wamefanya research zao nyingi, na kwa upande wa kwao ukisoma research zao unashangaa, unaogopa juu kilicho kwenye akili za mwanadamu. Lakini niko hapa kueleza makundi yote waliofanya research, uchunguzi juu ya akili ya mwanadamu, wamegusa wanaelewa eneo dogo sana. Naomba anda hiyo betri kama kuna betri zipo hapo. Wanaelewa eneo dogo sana, ni kama 5 mpaka 10, 90% iko said. Kwa sababu mwanadamu kwenye akili yuko too deeper zaidi ya taarifa zinazoelezwa na wanadamu. Kwa sababu ili ujue kwamba hata wanadamu kwenye maelezo yao juu ya akili hawajafikia katika kina na size sahihi. Kwa nini unajua? Kwa sababu akili ni kitu cha kiroho kwanza kabla ya kimwili. Sasa kama unataka kufanya research, sasa hii niongee tu katika lugha ya kidunia, kama unataka kufanya research juu ya kitu cha kiroho, unatakiwa na wewe uwe kwenye position nzuri ya uelewa kwenye mambo ya kiroho, si tu kwenye makaratasi. Una uwezo wa kuingia kwenye hiyo dimension. Tuko moja? Yani huwezi kufanya research, uchunguzi kwenye ulimwengu ambao huwezi kuingia. Huwezi. Utakuwa unaishia kuuliza tu watu wengine, na hata kama atakudanganya utaamini kwamba ni kweli. Lakini akili ambayo Mungu ametuumbia, akili ambayo unayo, siri nyingi sana, imebeba siri nyingi sana, imebeba siri nyingi sana. Bwana asifiwe sana. Manake akili ambayo Mungu ametuumbia ina vitu vya ajabu, vya kutisha,
na vya kushangaza, ni vitu vya kutisha, vya ajabu na vya kushangaza. Yaani ninaomba unisikilize, na ninapoeleza hapa usinisikilize tu kama ni kama nasimulia kitu ambacho hakikuhusu, kwa sababu ninapoeleza hapa muda huu nisikilize, alafu jipimanishe na matumizi yako ya akili, na hizo akili zonazo zinakupa maisha gani. Kama akili imebeba maajabu, kwa mtu mwenye kiu ya mabadiliko, the moment anaposikia haya maarifa ndani yake anasikia hata kutoa machozi, kwa sababu kama akili zimebeba maajabu, zimebeba uwezo, zimebeba vyote hivi, inawezekanaje hizi akili ziniache kwenye maisha haya ninayoishi? Kwa sababu nilitegemea zitanipa maisha bora. Kwa nini? Kama akili zina sifa, zinatisha, zinaogopwa, zimejaa maajabu, vitu vya kushangaza kimatokeo, inawezekanaje kama akili ndani yako ina sifa zote hizi, lakini bado ndani yako unaishi maisha ya ajabu? Matumizi makubwa ya akili, ambapo umejisikia kwamba nimetumia akili kubwa, ni kuwaza, hivi leo ninakula nini? Hivi leo nifue nguo au nisifue? Nioge au nisioge, au nipige pasipoti? Hivi niende sokoni au nirudi? Nikifia kanisani, hivi nikae upande huu au nikae upande? Yaani ndo matumizi ya akili. Baada hapo unasubiri kufa. Akili pekee, mwanadamu yoyote kama ataamua kuitumia vizuri, hakuna namna yoyote anaweza akawa maskini. It is impossible. Haiwezekaniki. Teknoloji zote tunazosikia huko duniani, watu wamekaa chini wanatumia akili zao. Tuko moja, lakini ni akili ambayo wamepanua, wanaijua namna kuitumikisha na kuiutilize katika ngazi kama 5 za maarifa. Kila maeneo wanayetafuna, akili zinatafuna, zinaangalia. Na tabia ya akili iko hivi: ukilala inalala, ukiamka inaamka. Ukisema siwezi, na akili itakwambia tu ni kweli hauwezi, mpaka ukutane na watu ambao wanaweza kuboost. Na ndio maana hata hivi ninavyoongea, itategemeana akili yako ipo kwenye nafasi gani kwenye kupokea. Mwingine anitazama, aniangalia, mtumishi, si ninasubiri maombi, shusha fire. Hii habari ya akili Bwana asifiwe sana.